warekebishe hilo eneo, lakini pia kukosekana kwa ushauri wa awali kwa wazazi wale wenye watoto wenye changamoto. Unakuta bado mzazi hajaelezewa mtoto ana changamoto gani. Na hii ni changamoto kwa wataalamu wengi wa afya. Tujirekebishe hasa kwenye ile eneo. Kutoa elimu kuhusu ugonjwa alionao yule mhusika. Hiyo itatusaidia sana wakati tunapofanya matibabu, lakini counseling na vitu vingine vyote ambavyo huyu mgonjwa anatakiwa kuvifanya. Akielewa changamoto alionayo, anatakiwa afanye nini na vitu gani atakayofanya. Inasaidia sana. Kwa hili ni eneo lingine ambalo tunatakiwa kulifanyia kazi. Lakini pia utambuzi wa mapema wa watoto wao. Kuwagundua mapema iwezekanavyo. Sasa hivi tunahimiza sana kina mama wawahi kliniki wanapojigundua na wajawazito. Mara anapojigundua asisubiri sijui miezi mingapi au ni chini ya miezi mitatu, muda anapojigundua kama ana wiki mbili aanze kliniki ili kufanya ule vipimo na uchunguzi wa awali, na mambo mengine yanaweza kufanyika. Hata ugunduzi wa awali unaweza kufanyika na mambo mengine yakaendelea. Lakini pia hata wakati atakapojifungua, na sisi kama watu wa huduma tuendelee ili kulihamasisha sana kwa ngazi ya jamii. Tunapata changamoto, mama ananyonyesha kama mwezi, seleza kama mimi tu hana tumbo lolote, akifika katika vituo sisi tunakuwa kwanza kwa discourage. Na kielele, umewahi kuja kwenye kituo cha kutolea huduma au kwa sababu tuna workload kubwa? Hapana. Kwa tuwahimize wawahi kwa ajili ya kufanya zile vipimo vya awali na kuweza kugundua changamoto mbalimbali. Lakini Mwadeta amekuja na mpango wa kushirikiana na mkoa katika mafunzo ya kuwajengea uwezo madaktari pamoja na wauguzi. Ndio maana hapa mnaona composition kubwa ni madaktari pamoja na wauguzi wa vituo vya Sekoture, RRH, hospitali za wilaya na zenye hadhi za wilaya na vituo vya afya vilivyochaguliwa katika awamu hii. Hii ni awamu ya kwanza, tutakuwa na mwendelezo. Mafunzo haya yanawezeshwa kwa kuwatumia madaktari kutoka hospitali ya Kanga ya Rufaa. Kama ambavyo nimesema, na hii itakuwa msaada wa awali. Na nyinyi najua mmetoka Magu, Misungwi, Nyamagana na Ilemela. Na kama ambavyo nimesema, changamoto zinaonekana hizo 4, na hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunataka kwenda kufanyia kazi. Kwanza, kuongeza uwezo wa watu wa huduma kutambua na kushughulikia dalili za mapema. Hili ni eneo la muhimu sana, kuwatambua. Lakini pia kuimarisha mfumo wa rufaa. Kama ambavyo nimesema, kuna changamoto wakati wa rufaa. Tuimarishe. Mifumo ya rufaa sasa hivi iko vizuri sana. Kuna mifumo mbalimbali ikiwepo mama. Lakini kuweka timu za ufuatiliaji na ukusanyaji wa takwimu. Hili ni eneo muhimu sana. Sasa hivi kila kitu ni data driven decision making. Resources zinazoziona zinakuja, iwe ni Mwanza, iwe ni kwenye kituo chako, hospitali yako, inategemea na takwimu hizi ambazo tunazitengeneza. Na iwe ni watumishi wanakuja, ni kutokana na hiyo takwimu. Tunaangalia workload inatokana na takwimu. Kwa hiyo niwaombe sana, hili eneo muhimu sana. Lakini pia itatusaidia kujua ukubwa wa tatizo, magnitude ya tatizo, ili wapi tuwekeze nguvu zaidi. Kwa hiyo hili ni eneo muhimu sana, tujitahidi. Na hii sio tu kwa takwimu hizi za za vichwa vikubwa na mgongowazi. Hapana, ni intervention zingine zote na huduma zote ambazo tunazitoa katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Kuna registers zitumike vizuri, kuna tali pamoja na report sana. Lakini pia zinaingizwa kwenye mfumo. Unakuta taarifa iliyo kwenye register hiyo moja, indicator moja, labda 10. Huku unakuta kwenye tali 20. Unaenda kwenye report 30. Unaingia kwenye mfumo 15. Yaani zote hazimatch. Sasa hiyo hatutakiwi. Tunahitaji kuweka hizo takwimu vizuri ili tusaidie waamuzi au maamuzi kuanzia ngazi ya kituo ninachofanyia kazi mpaka ngazi za juu, mpaka taifa, ili waweze kuleta resources kulingana na mahitaji. Hili ni eneo muhimu sana, na hizo takwimu ziwe na ubora unaotakiwa. Zitoke kwa wakati, ziwe zinafanana, ziwe za usahihi na uhakika. Tusicheat hata kidogo, hilo ni kosa kubwa sana. Kwa niwaombe ili eneo tulifanyie kazi kwa kiasi kikubwa. Kwa majina naitwa Peter Deputy, ni afisa program wa taasisi ya Mwanangu Development Tanzania, ambao tunahusika kuwasaidia watoto wenye changamoto ya ugongowazi na kichwa kikubwa. Na lengo ya mafunzo haya kwa madaktari wa wilaya hizi 4 ambazo ni Magu, Ilemela, Nyamagana pamoja na Misungwi, kwa ajili ya kuwajengea uwezo namna gani watakaweza kuwahudumia watoto wenye changamoto za kubwa na ugongowazi pindi wanapokutana katika kliniki
na namna gani watakavyoweza kufanya hizo vifaa, kwa sababu katika hizo wilaya za Mwanza kuna watoto wengi ambao wanatokea katika mazingira haya, na pindi wanapokuwa wamepatikana katika yale maeneo wanakuwa wanashindwa kupata mwongozo mzuri wa kuweza kuanza matibabu. Lakini pia katika hospitali ya rufaa Bugando ambao ni hospitali inahudumia watoto hawa, wazazi wengine wanakuwa na uoga wa kuweza kwenda katika ile hospitali kutokana na changamoto ya gharama pia. Kwa tunapokuja kuwajengea uwezo katika hizo hospitali za rufaa na za wilaya, ni kwa ajili hawa watoto watapokuwa wamepatikana kule waweze kupata huduma ya moja kwa moja na waweze kumudu hizo gharama pia. Kwa kikubwa yanapatikana katika hospitali ya rufaa ya Bugando, ambao katika hospitali ya rufaa ya Bugando tunahudumia takriban mikoa 9 ya kanda ya Ziwa. Kwa watoto ambao wanakuja katika matibabu ni wengi sana katika hii mikoa, lakini sasa tukaona vizuri tuanze kujengea uwezo hizo hospitali za wilaya ya Mwanza ili kuweza kuwa na uwezo wa kuhudumia watoto. Pindi watapokuwa tumemaliza programu hii, wilaya nyingine zinaweza zikajifunza kupitia kile ambacho tunachokifanya. Mna takwimu zote labda kwa mwaka mnapokea watoto wangapi wenye changamoto hiyo? Takwimu ziko, kwa sababu kuna watoto ambao tunapokea takriban wanaweza kufika 300 kwa mwaka. Lakini pia kuna ambao wanaokuja pia wakishawapata matibabu hawawezi kurudi tena kutokana na changamoto ya kimaisha, kwa sababu sehemu wanazotoka mpaka wafika hospitali ya Bugando inakuwa ni ngumu sana. Kwa akishafanya matibabu kurudi inakuwa ni ngumu pia. Pengine sasa mikakati yenu ni Mwanza tu. Mafunzo haya ambayo tumeweza kuyafanya, tumeweza kushirikiana na taasisi ya Beyond Inclusion, ambapo kupitia Beyond Inclusion kuna programu ambayo ni ya Wezesha Mtoto. Kupitia programu hii imeweza kuwezesha sisi taasisi ya Mwadeta kuweza kuwajengea uwezo madaktari na manesi katika wilaya. Kwa katika programu hii itachukua miaka 3 pindi itakapokuwa imeweza kukamilika. Kwa majina naitwa Maria Lenati. Nilijifungua mwezi wa kwanza tarehe 1 katika hospitali ya Nyamagana. Nilijifungua saa 11 kasoro 3. Mtoto nilijifungua ana shida ya mgongo wazi. Baada ya hapo nilipojifungua nilibebwa na ambulance hadi Bugando. Nikafika hapo nikapokelewa, nikafanywa huduma, nikalazwa. Nilikaa pale kama siku 3, nifanywa tiba, nikaruhusiwa, nikarudi nyumbani kwenda kusubiria operation. Nilipofika nyumbani nilikaa kupambana. Mwezi wa pili tena nikamrudisha kliniki. Akaangaliwa, daktari akampima, akasema anatakiwa afanyiwe operation. Gharama ya Laki3 na 20,000. Nikawa changamoto. Nikaanza kutafuta msaada, kuomba. Nikaingia mtaani, nikasaidiwa, nikapata kama Laki280. Nikarudi tena Bugando mwezi wa 3. Nilivyorudi wakaniambia hela iongezee kidogo ikamilike tufanyie operation. Baada ya hapo nilirudi nikapambana tena, hatimaye nikafanikisha, nikarudi Bugando tarehe 5 mwezi wa 5 akafanyia operation. Sasa hivi mwanangu yuko vizuri, anaendelea vizuri. Maana walisema niendelee kumwangalia, kama kichwa chake kitakuwa kinasumbua nitamrudisha kufanya operation. Hawa Mwadeta walikupataje? Hawa walinipata kwenye huduma zao hapo Bugando.
Lakini shida niliambiwa ni nini chanzo cha mpaka mtoto akazaliwa hivi? Shida walisema kupoteza madini mwilini usipokula mboga na kutumia vidonge vya kama mtu mwenye ujauzito. Vile vidonge tunavyopewa kutumia, wakawa wamenielekeza hivyo kwamba mimi sijatumia vile vidonge. Na ni kweli kutumia vile vidonge? Vile vidonge nilitumia tu siku ya kwanza. Ushauri wangu ni kwamba katika kuzuia hizi hali ni kwamba, kwa mfano kwa kichwa kikubwa, ni kujitahidi tu mama kuzuia kliniki, na sana ni maambukizi. Punguza maambukizi ndio yanazuilika, ambayo yanaweza kutokea mtoto akiwa bado yuko tumboni au baada ya kuzaliwa. Na maambukizi hayaanzi tu kwamba yameanzia kichwani. Kwa sababu ninapoongea maambukizi ni maambukizi ambayo yamefika kwenye ubongo, ndio inaweza kusababisha hiyo. Kwa mtoto ukiona ana shida, amechemka, amefanyaje, awai hospitalini kabla yale maambukizi hayajafika kwenye ubongo. So yakifika kule baadaye anaweza akapata madhara hayo ya kichwa kikubwa. Kwa upande wa uti wa mgongo ni kujitahidi kwenye chakula, tunasema nutrition, hasa madini ya folic acid. Na hapa labda niseme tu ni kwamba ili mama awe na stoko ya kutosha kwa ajili ya mtoto anayekuja, anatakiwa aanze kutumia folic acid miezi 3 kabla hajapata mimba, sio baada ya kupata mimba, kabla hajapata mimba. Na hapa ndio changamoto kubwa inapokuja, kwa sababu watu wengi hatupulani lini unabeba mimba. Kwa hiyo ukiweza kufanya hilo kwamba labda mwezi wa 2 mke wangu au mchumba wangu atabeba 8. Kwa kabla hata mama hajagundua, tarehe zake za siku inayofuata hazijafika, uti wa mgongo umeshamaliza kufunga. Na kama alikuwa na upungufu wa madini, maana yake tayari mtoto ameshapata spinal bifida. Kwa hiyo hilo ndilo la kuzingatia, na baada ya hapo ukianza kwenda kliniki, ile folic acid inasaidia vitu vingine na sio tena mgongo, kwa sababu mgongo unakuwa umeshamalizika kutengenezwa. Majina? Kwa majina naitwa Perpetua Israel Mshengez, ni mtaalamu wa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya Segetura. Leo tunawashauri wakina mama waliojifungua kuhusiana na lishe bora. Lishe ya mama aliyejifungua anatakiwa azingatie makundi 6 ya vyakula, kwa sababu katika makundi haya 6 ya vyakula ataweza kupata virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ajili ya utendaji kazi wa mwili wake, ili yeye mama mwenyewe afya yake isizorote, lakini pia aweze kutoa maziwa ambayo ni bora na ya kutosha kwa ajili ya mtoto wake. Makundi 6 haya ni yapi? Kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbichi, ambalo kundi hili linaupatia mwili kirutubisho kinachoitwa wanga kwa ajili ya kupatia mwili nguvu. Kundi la pili ni vyakula vya asili ya wanyama ambavyo vinaupatia mwili kirutubisho cha protini, na kazi ya protini ni kujenga mwili wa mama. Lakini pia kundi la tatu ni kundi la vyakula vinavyoitwa ni vyakula vya asili ya mimea vyenye protini kama maharage, jamii zote za maharage. Na vyakula hivi pia vinaupatia mwili kirutubisho aina ya protini kwa ajili ya kujenga afya ya mama. Lakini pia kundi la tatu ni kundi la 4 ni kundi la mboga. Kundi hili lina virutubisho vya madini pamoja na vitamini, hususan kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili ya mama pamoja na mtoto wake. Kundi la 5 ni kundi la matunda ambalo linaupatia mwili virutubisho aina ya madini pamoja na vitamini, lakini pia linaupatia mwili nyuzi kwa ajili ya kulainisha choo wakati mama akiwa anaenda katika haja yake kubwa. Lakini pia kundi la mwisho ni kundi la mafuta, ndio kundi la 6 ambalo linaupatia mwili nishati joto. Asanteni.